Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Baraka Mbwanaliba, kipindi hewani utupe leo riziki yetu ya kila siku. Na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 3, tarehe 5 ya mwezi wa 3 katika kipindi chetu cha tafakari ya neno la Mungu la uchumi kila siku. Na jana kama utakumbuka na juzi nilikuwa nazidi kusema na wewe habari ya kutegemea sana au kutokutegemea mwili katika mafanikio yako ya kiuchumi, badala yake kutegemea mambo ya rohoni. Na nikawa nakwambia kwa sababu mwili una mipaka, kutegemea mwili una mipaka, tukiongozwa na ile Injili ya Luka sura ya 12 ule mstari wa 15 inasema, akawaambia, angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Na juzi pamoja na jana nikawa nakupa sifa za watu ambao wanategemea sana mwili, kwamba moja ya sifa yao ni uchoyo, moja ya sifa nyingine hawaangalii uzima, wako tayari kuua ili mradi wajilimbikizie mali, hawako tayari kutoa sadaka. Kwao kutoa ni kupunguza, na kwao kuwa na mali ni wengine wasiwe na mali. Hizo ni tabia za mtu ambaye anategemea mwili, anategemea mambo ya mwilini kufanikiwa, anategemea mambo ya mwilini kufanikiwa. Nikupa jana mfano wa Nabothi na kina mfalme Ahab na Jezebel, jinsi ambavyo walimuua ili kujilimbikizia mali, jinsi walivyo watoto wa kwanza, watoto wa mwisho, ili kufanya misingi katika kupata mali. Na ndivyo watu ambao wanategemea mwili au ambao hawategemei ulimwengu wa roho wa nuru wanavyoamini ya kwamba wanapata mafanikio kwa njia ya namna hiyo. Tuongezea mstari mmoja leo, alafu nipige hatua kidogo kwenye jambo hili ambalo tunaliongea kati ya kutegemea mwili na kutegemea roho. Mithali ile sura ya kwanza, Mithali sura ya kwanza mstari ule wa 10 hadi wa 16 unatuambia jambo hili pia. Mithali sura ya kwanza ule mstari wa 10 hadi mstari wa 16 na unatuambia jambo hilo. Unasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Angalia, anasema wakisema, haya njoni pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Kwa hiyo wenye dhambi wanamshawishi au wanakushawishi kwamba mpate kuvizia na kumwaga damu. Mstari wa 12 anasema kwa nini? Anasema, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Kwa hiyo unaona, wanashawishi kumwaga damu, wanashawishi kuwameza hai, maana yake kusitisha maisha yao, kukomesha maisha yao hapa duniani na waweze kuwaweka kuzimuni au kushimoni. Alafu matokeo yake mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, tutapata mali yote ya thamani, tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Kwa hiyo matokeo wanataka kupata mali ya thamani, matokeo wanataka kujaza nyumba zao mateka. Alafu anasema, wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Alafu anaonya, anasema, mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao ufanya haraka ili kumwaga damu. Unaona sifa zile nilizokuwa nakwambia ambazo Luka anatuambia zinajengwa na watu wanaotegemea mwili. Kwanza, wanaamini kwenye kutoa uhai, kwenye kumwaga damu. Lakini pili, wanaamini kwenye kujilimbikizia mali. Kwao kujilimbikizia, kuwa na vitu au kunyang'anya wenzao vitu. Kwao watu fulani wasiwe na vitu, wawe nao wao kwanza, huko ndiko kufanikiwa. Biblia inasema, mwanangu, usiambatane nao. Kwa hiyo ni muhimu sana kujilinda na choyo, kujilinda na kutegemea mwili ili kuleta mafanikio ya kiuchumi. Na leo hii nataka nikupeleke hatua ya pili ambayo tunasema hakikisha unategemea sehemu ya fedha roho. Kumbuka kuna maeneo matatu ya fedha tuliongea: fedha mwili, fedha nafsi, fedha roho. Tegemea fedha roho ili kufanikiwa, kwa sababu hii haina mipaka, na kama haina mipaka itakufanikisha zaidi kuliko kutegemea fedha mwili. Kwa hiyo acha kutegemea mwili, umeona madhara yake kama nilivyokueleza toka juzi. Hata leo tegemea sehemu ya fedha ambayo ni roho, haina mipaka na itakusaidia kufanikiwa kirahisi zaidi kiuchumi. Na ili kuelewa hili, nataka nikuletee neno moja au mawili ya Kiebrania ambayo yanatafsiri mali au fedha, utanielewa kirahisi zaidi. Neno la kwanza ambalo nataka tuliangalie ni neno ambalo linaitwa kesef. Neno la Kiebrania linaitwa kesef, yani K-E-S-E-F, kesef. Na unajua kuna kanuni kadhaa za kutafsiri maneno ya lugha wenzetu, lugha Bwana wetu Yesu Kristo ya Kiebrania. Mojawapo ni kuchukua neno la kwanza na la mwisho, alafu na kuchukua neno la kati la hilo neno,
unapata maana mbili au tatu tofauti. Na maana nyingine ya kutafsiri ya maneno ni kusoma kwa kutoka mwanzo kwenda mwisho, alafu kusoma kutoka mwisho kwenda mwanzo, unapata kinyume cha hilo neno. Sasa neno kesef, K-E-S-E-F, neno la Kiebrania ambalo tunalichukua. Ukichukua neno hili kesef, ukachukua neno la kwanza na neno la mwisho kama moja ya principle ya kupata maana kubwa ya neno, utapata neno linaitwa kaf. Linatafsiriwa neno ambalo linaitwa kaf. Na kaf imetafsiriwa kuwa maneno mawili ya Kiingereza. Moja inatafsiriwa kama neno linaitwa palms of my hands, viganja vya mikono yangu. The palms of my hands, viganja vya mikono yangu. Na the soles of my foot, yani unyayo wa miguu. Kwa hiyo kaf kutoka neno kesef maana yake ni viganja vya mikono na nyayo za miguu, ndivyo lilivyotafsiriwa. Na hii inamaanisha nini? Maana mbili kubwa sana kwa kuitegemea fedha roho. Maana ya kwanza hapa ambacho tunatafuta au tunafahamishwa ni kwamba mali au fedha lazima itengenezwe. Na inatengenezwa kwa nini? Kwa mikono. Neno linamaanisha fedha, linamaanisha mali. Kwa hiyo mali inatengenezwa kwa viganja vya mikono. Lazima utengeneze, ushike, utengeneze, na ndivyo unavyopata mali. Ubunifu. Kwa hiyo mali haiji kikawaida, kiroho inakuja kwa kuwa mbunifu. Kwa kuwa mbunifu, unarudi kwenye zile sifa za mwili. Kwa sharti ujifunze kuwa mbunifu, na mbunifu unaletwa na mikono yako. Ndio maana Kumbukumbu sura 24 mstari wa 19, Kumbukumbu sura 24 mstari wa 19, kuna mstari maneno yanaendelea pale mwanzo, lakini kule mwisho inasema ili Bwana Mungu wako kubariki kazi yako yote ya mikono yako. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kumbukumbu 24:19 na mistari mingi ya Biblia inasema hivyo. Sharti ufanye kazi kwa mikono ili uwe mbunifu, utengeneze kitu ambacho kitakuletea fedha au kitakuletea mali. Na ukitaka kujifunza principle yote au kanuni yoyote ya kiuchumi au ya kibiblia, unarudi mwanzo na jinsi Mungu alivyofanya. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu, akamfinyanga mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Mtu alifinyangwa. Kama Mungu alifinyanga mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, maana yake Mungu alichukua udongo akachanganya labda na maji kwa mikono yake akamtengeneza umbo la mwanadamu. Alifinyanga. Kwa mikono ya mwanadamu imepewa ubunifu, na huo ubunifu ndio fedha. Fedha ni ubunifu. Ndio maana neno hili kesef limetafsiriwa, moja ya tafsiri kama the palms of my hand. Lazima ufanye kazi kwa mikono yako, tengeneza ubunifu, na hiyo ndio Mungu anayobariki. Kesho tutaendelea na kipengele hiki. Usiache kufuatilia vipindi hivi kila saa 12 asubuhi. Mungu akubariki sana.